Umeeleza kwenye hoja ya kwanza kuhusu swala la upigwaji wa kura mara mbili kule visiwani Zanzibar, na umetoa msimamo wako na kuielekeza serikali kwamba waiondoe hiyo sheria ya kupiga kura siku mbili kwenda mahakamani. Je, swali linakuja, kama msimamo wako hautatekelezwa kwa maana ya kufanyiwa kazi, nini msimamo wa chama chetu katika uchaguzi wa visiwani Zanzibar? Kwanza nataka niseme kwamba kwa kuwa hoja inakwenda mahakamani, na mahakamani ni kwa ada, kwa sheria, kwa haki, naamini kesi itasikilizwa, na kwa mujibu wa sheria kesi ya kikatiba inasikilizwa na majaji watatu wa mahakama kuu. Kwa vile itakapokuwa imefutwa hii sheria ya kupiga kura siku mbili basi, lakini kama itakuwa sheria haikufutwa, tutakwenda mahakama ya rufaa kupeleka lalamiko letu ili kwa ajili ya kuona kwamba sheria hii inafutwa kwa maslahi ya Wazanzibari. Ikitokea kwamba sasa imeshindikana kufutwa hiyo sheria, nini msimamo wa chama chetu? Na ikiwa itashindikana kufutwa kwa sheria hiyo, sioni sababu, mheshimiwa mtangazaji, lakini pamoja na kuliona hilo swala lako labda lina umuhimu, lakini ningetaka tu nikwambie kwamba itakapokuwa sheria hiyo haikufutwa, basi uchaguzi unaweza kufanyika, lakini unaweza kupoteza maisha ya watu walio wengi. Unadhani upigwaji wa kura mara mbili kule Zanzibar inawasaidia chama tawala? Ndugu mtangazaji, swala hili nitalifafanua zaidi, hasa kwa nyuma kabisa huko niliwahi kuja swala kama hili, lakini mimi nataka nikwambie kwamba upigaji wa kura wa siku mbili unasaidia Chama cha Mapinduzi kufanya wizi wa aina yake. Maana kila mtu anayevaa gwanda anapiga kura siku ile ya kwanza, na siku ya pili anakwenda kupiga kura kwa nguo za kiraia. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu mmoja yule yule anakwenda kupiga kura leo, na mtu mmoja yule yule anakwenda kupiga kura kesho. Sasa kwa kuona kwamba hii hakuna sheria hii, Tanzania bara kuna watu milioni 62 na kuna majeshi, kuna polisi, kuna aina vyombo mbalimbali vya ulinzi, wanapiga kura siku moja tu. Lakini leo inakuwaje watu 500,000 watu wakapiga kura siku mbili, na askari watumike? Maana askari wanatumika kwa lazima, wakapige kura kwa Chama cha Mapinduzi, na wanakuwa watu wasiojua sheria, wasiojua taratibu, mpaka wanaosahau viapo vyao kwamba wao ni askari wa serikali, askari wa watu, si askari wa chama. Askari wa chama ni yule anayevaa shati ya kijani, ndiye askari wa chama. Lakini yule anayevaa magwanda ya kaki, magwanda yale ya combat, yule ni askari wa watu, askari wa Watanzania. Anatakiwa atii katiba ya Jamhuri ya Muungano na atii katiba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, sio atii amri ya CCM. CCM ni chama kama chama changu, na tunapofika huko kwenye uchaguzi ndio kabisa. Maana ikifika Juni huko bunge limevunjwa, ikifika Juni huko baraza la wakilishi limevunjwa, hakuna cha waziri, hakuna cha mbunge, hapo ni kinyang'anyiro. Kwa maana hiyo sasa serikali inabakia kwenye mikono ya jeshi, na serikali inabakia kwenye vyombo hivi vya polisi ambavyo wamezoelewa kutumika vibaya. Kwa maana hiyo wamezoeleka kutumika vibaya. Kwanza wanakwenda kupiga kura siku mbili, leo anavaa gwanda, kesho anavaa kiraia. Wanazoeleka kuvaa vibaya siku ile ya kupiga kura. Je, haamini kama CCM haipo? Yeye anaamini CCM ipo na ndio inaompa amri. Pale CCM haipo. Pale tunapopiga kura sisi, CCM haipo. Pale pana ushindani. CCM pale inaweza kushindwa miguu juu, mbele kama mende juu. Hivi ndivyo ilivyo. Haiwezekani kwamba labda wewe askari uende ukapige kura siku mbili halafu urudi uje utii amri ya Chama cha Mapinduzi. Hiyo hakuna. Tunakupunguzia bugudha. Upige kura siku moja kama raia wa kawaida, kwa sababu uisho wa kazi utakuwa raia wa kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, majeshi haya yamekuwa na changamoto hasa kwenye wakati wa uchaguzi. Unakuta askari anatoka sehemu moja anapangiwa sehemu nyingine, na kwa mujibu wa kanuni za Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni mtu kupiga kura eneo ambalo amejiandikisha. Sasa je,
ikitokea kwamba majeshi haya yapige kura siku moja, kwa maana ya na wananchi wote kwa ujumla, huoni kwamba maaskari hao watakuwa wanakosa haki yao ya kikatiba ya kuchagua, kwa sababu watakuwa si sehemu ya watu waliojiandikisha katika maeneo ambayo watakuwa wamepangiwa? Madai yetu sisi kama vyama vya siasa tunasema no reform, no election. Reform ni mabadiliko. Labda kuna watu hawajui maana ya reform. Reform ni mabadiliko. Tunahitaji mabadiliko. Mabadiliko yakija, huyu askari anayepewa uhamisho atapiga kura yake vizuri, na huyu aliyepo pale pale atapiga kura yake vizuri, na utaratibu wa kumhamisha utasimama kwa muda mpaka pale ambapo atapiga kura yake. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo tunasema kwamba hii no reform, no election haimaanishi kwamba hii ni kauli ya chama kimoja tu. Hii ni kauli ya vyama vyote vinavyotaka mabadiliko. Na ukimkuta mtu anakwambia sisi hatuungi mkono hiyo no reform, no election, hatuungi, huyo ni CCM. Maana CCM hawataki mabadiliko. Sasa na wewe ikiwa hutaki kufanya mabadiliko, hutaki mabadiliko, maana yake na wewe ni CCM. Ndio maana yake. Sasa watu wasihangaike kutaka kujiuliza kwamba kwa nini huyu anakataa no reform. Anakataa kwa sababu huyo ni CCM. Lakini kama ni mpinzani, lazima akubali mabadiliko. Na mabadiliko yatakujaje? Yatakuja kwa tume huru, tume yenye haki na huru. Yatakuja kwa mwongozo huu ambao tulimpa Mama Samia wa kuunda serikali ya mpito mara tu bunge likimalizika, na kumwambia kwamba aendelee na utaratibu wa kuja kuunda serikali ya pamoja kwa Watanzania wote ili kuondoa bugudha. Sasa ndio maana tukasema tunahitaji reform katika mazungumzo haya, katika haja hii, ili kuinusuru nchi yetu. Sawa kabisa. Swali la pili, umeeleza kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iangalie namna ya kutengeneza ama kupitisha sheria ya serikali ya umoja wa kitaifa, na umeeleza kwamba shauri hili lipelekwe mahakama na lipelekwe bungeni kwa ajili ya kujadiliwa, ili baada ya uchaguzi basi tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, unadhani kwa muda ambao tunao sasa na muda mchache ambao tutaelekea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 2025, unadhani kwa muda huu, kwa matukio ya nchi katika shughuli za pale bungeni, inawezekana kwa wakati huu na tukawa na serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2026 baada ya uchaguzi? Sasa kuliendea hilo tukanusuru nchi yetu na kufanya haraka kuingia kwenye uchaguzi, watu wetu wakafa, bora lipi? Maana iweje sasa kuharakisha kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua kama uchaguzi huu ni uchaguzi wa kwenda kupiga rubber stamp kwa CCM kuendelea kutawala, licha kwamba hawana watu wa kuweza kushinda, lakini kutokana na kwamba taratibu za kisheria namna hiyo zinawapa nafasi. Kwa maana hiyo ni kwamba hatuna ulazima wa kupiga kura mwezi wa Oktoba. Hatuna ulazima. Tunaweza kuisogeza hii mpaka Disemba. Tukapiga kura Disemba, pengine baada ya Christmas au baada ya kabla ya Christmas, tukapiga kura ili kunusuru nchi hii isiingie kwenye machafuko. Lakini muda upo wa matengenezo haya, upo. Watu wanaweza kukutana baada ya mama kuvunja bunge, anaweza kutengeneza serikali ya mpito. Serikali ya mpito within 30 days itamaliza kazi. Mara baada ya kumaliza kazi, maridhiano yamepatikana, tume ya uchaguzi ambayo inatakiwa itafanya kazi. Watu watasubiri namna ya kujinadi, namna ya kwenda kwenye majimbo, namna ya kuweza kuomba uongozi. Hatimaye tunaelekea kwenye uchaguzi tukiwa tunaelewana, hakuna bugudha, hakuna matatizo. Lakini nchi unaposema kwamba lazima nishinde, lazima niwe mimi, lazima niwe mimi, lazima, haiwezekani. Na sisi vile vile tunahitaji kuona kwamba uchaguzi unakuwa huru na haki. Tunakuona umeshinda kweli kweli, tunakupongeza. Lakini umeshindwa alafu unasema umeshinda kwa sababu tu ya uzoefu wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya sifa za CCM ni kutamani ama kupenda kuwa wengi kwenye serikali, na umekuja na hoja ya kwamba tunaweza tukawa na serikali ya umoja wa kitaifa. Maana yake kwamba serikali itakuwa mseto, chama cha wakulima, CUF na watu wengine pamoja na CCM. Unadhani kwa ulio wa madaraka wa CCM kupenda kuwa wengi kwenye serikali ili kupitisha vitu ambavyo vinawafavor wao, unadhani inaweza ikawa rahisi kiasi gani kukubali
kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa? Mimi nasema kwamba kuna kitu kinaitwa 4R. Katika hizi 4R ambazo mama alikuja nazo, mara nyingi tu nimesema kwamba zimeishia kwenye mafaili. Lakini kutenda kosa, ukirudia kosa inakuwa ni kosa la pili. Haimaanishi kwamba sisi wanapenda madaraka, sisi wanapenda sana kujiweka kwamba wao ndio wanaongoza nchi, yakawa ndio yaendelee yale yale. Lazima reform ipatikane, mabadiliko yapatikane. Mama asimamie mabadiliko, ahakikishe kwamba anatengeneza serikali kama nchi nyingine duniani. Hata Kenya walikuwa na mzozo mkubwa, lakini baadaye mzozo wao umefika pahala umemaliza. Hata nchi nyingine ziko hivyo hivyo duniani, watu wanazozana, hatimaye wanafika pahala sasa tushazozana miaka 30, chaguzi 7 huko nyuma tushazozana sisi. Chaguzi hii ni ya aina yake, bado nasema, kwa vile hapa tunapoelekea hatuendi kuzozana. Hapa tunapoelekea ni pabaya. Kwa hiyo ilipokuwa ni pabaya, huyu mama lazima abadilike na aone kwamba anaweza kuigeuza nchi pale inapoelekea kwenye shimo, akaielekeza kwenye njia iliyonyooka, na sio kuiacha nchi ikaingia kwenye shimo, matokeo yake yakawa mabaya kwetu na vizazi vyetu vinapokuja. Sababu amani ikivurugika hapa Tanzania, miaka 50 ijayo haiwezi kutengenea. Lazima mama alione hilo. Amani ikivurugika hapa kwetu Tanzania kwa ajili ya uchaguzi, miaka 50 ijayo amani itashindikana hapa. Kwa sababu hivi sasa hivi ninavyokuambia, ndugu mtangazaji, baadhi ya watu wanatafuta visa kuondoka nchini. Wanatafuta visa kuondoka nchini. Wenzetu wa Asia wengi wanaelekea Canada, wanatafuta namna ya kuondoka ili uchaguzi ufanyike, sisi Waswahili tuuane, basi wao warudi baadaye. Sasa je, hiyo ndio hali? Kwa hiyo sisi pamoja na kwamba wamezoea kujibebesha madaraka na wanapenda madaraka, lakini lazima wabadilike. Na mtu wa kubadilisha hii ni huyu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endapo atalitoa hili na wenzake wakampinga, atangaze kwamba wamekataa. Atangaze rasmi kwamba nimeshauri lakini nimekataliwa. Aangalie nini kitatokea. Asante kwa ziada. Na ya mwisho kabisa kwamba chama cha wakulima makao makuu ya chama taifa imeandaa iftari tarehe 17 ya mwezi huu sawa na chungu 15. Kama mwenyekiti, tumia wasaa wa kuwakaribisha wananchi, viongozi na wadau mbalimbali ambao siku hiyo utajumuika nao katika ofisi ya makao makuu ya chama taifa. Kwa kweli ni kweli kabisa kwamba chama cha AFP kimeamua kuandaa iftari hiyo kwa ajili ya kumbukumbu za kumkumbuka Rais John Pombe Magufuli. Ndio madhumuni makubwa, na si mara ya kwanza. Tumeanza kufanya hivyo hata mwaka jana, na mwaka huu tunafanya hivyo hivyo. Nia na dhamira ni kusema kwamba huyo ndio rais aliyechaguliwa na muda wake unamalizika hivi karibuni. Pamoja na kwamba hayuko katika ulimwengu, ameshaondoka, lakini sisi tunaendelea kumkumbuka na tutaendelea kumkumbuka kwa sababu ya kuwasaidia wanyonge wa Tanzania ambao leo tunawashauri kwa nguvu zote waunge mkono chama cha wakulima, kwamba ndio chama chao, ndio chama cha wanyonge, chama cha kuwatetea haki zao na kusimamia utaratibu mzima wa haki na amani katika nchi hii. Iftari kwa nini isiwe kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ama Benjamin William Mkapa ama Ali Hassan Mwinyi? Kwa nini iwe kwa special kwa ajili ya Dr. Magufuli? Tumeamua kumkumbuka John Pombe Magufuli kwa sababu yeye alijikita sana na wanyonge wa nchi hii, na hasa ushahidi unaonekana mara kwa mara kwamba alikuwa anaweza kusimama popote pale na kuweza kuhoji chochote kile na kuwakaribisha walala hoi mbele yake, na wengine kuwapa mkono na kuchangisha pale pale. Madisi marasi wote walikuwa wanatoa michango kwa ajili ya wale watu ambao wamekumbwa na fadhaa.
Sasa kwa maana hiyo ni kwamba huyu ni kiongozi wa aina yake katika Tanzania. Huyu ni kiongozi wa watu, huyu ni kiongozi ambaye hata sahaulika, huyu ni kiongozi ambaye tutamkumbuka chama cha wakulima milele na milele. Hata kama kuna watu wanakasirika, wacha wakasirike, lakini sisi tutamkumbuka John Pombe Magufuli, na hao wengine wanakumbukwa na taasisi nyingine. Anakumbukwa Mwalimu Nyerere na kigoda cha Mwalimu Nyerere, anakumbukwa Mzee Mkapa, anakumbukwa Bwana Ali Hassan Mwinyi, wote wanakumbukwa. Lakini na sisi tumeamua kumkumbuka John Pombe Magufuli, na tutaliendeleza hili mpaka mwisho wake. Tutaweza kumkumbuka kwenye uwanja wa Taifa licha ya hapa ofisini kwetu. Haya, asante sana, mimi sina la ziada. Mimi nadhani tu nichukue nafasi hii kuwajulisha baadhi ya watu ambao kupanda majukwaa ya kisiasa halafu wakauliza huyo mzee ana chama, huyu ana ofisi huyu. Nami nachukua nafasi hii kuwaambia mtu yoyote mwenye kuuliza swala hilo mwehu. Na kwa maana gani? Kwa maana ukitaka kujua anwani ya mtu muulizie pale alipowasajiliwa. Unataka kujua kama mimi nina ofisi, muulize msajili wa vyama. Mimi nishagombea urais mara 3. Ina maana nina ofisi, nina chama. Ikiwa leo unaweza kusimama mbele za watu kusema kwani huyu mzee ana ofisi huyu mzee huyu, nakwambia tena we mwehu. Unataka kujua anwani ya mtu mfuatilie. Baada ya kusema hayo, asante sana.